Katika jambo jingine ambalo pia nitalizungumza tena na tena, hapa sisi tunasomesha vitabu na kuvifanya tarjama vitabu, tarjama ya Qur'ani, tarjama ya hadithi. Ametangaza kusoma kitabu cha hadithi al-Jawharun Naqi, tarjama vitabu mfano kama kitabu Tauhid, Kashfu Shubuhat na vile vya chini yake, Nawaqidul Islam. Sisi tumesomesha al-Qawaidul Arba'a, al-Usul Thalatha na vinginevyo. Tumesomesha masomo mbalimbali, masomo ya sira na mengineyo, na tarjama zimehifadhiwa. Sasa nataka nizungumze kitu kimoja cha kisheria katika sheria ya dini. Tarjama ninaifanya ni mimi. Wakitokea wanafunzi wakafanya tafrighi ni ile kuitoa kwenye sauti kuleta kwenye maandishi. Sasa ni jambo zuri, na ukiangalia mashehe wengi hasa katika wakati wa sasa, hata ukimwangalia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, vitabu vyake vingi au baadhi ya vitabu vyake utakuta ni darasa alizozisomesha wanafunzi, wakadownload zile au wakachukua kutoka kwenye sauti wakaingiza kwenye maandishi. Pia ya kuandika, wanachokifanya ni kuhakikiwa. Sheikh bwana kitabu umbu hakiki, atakaa ataondosha hiki, ikiondosha hiki kiweke, tuongeze hiki na hiki na hiki. Lakini kwa ile amana ya kielimu anakuwa sasa kile kitabu ni cha Ibn Uthaymeen, sio yule aliyeandika. Hamje nielewa. Kwa mfano kitabu kama Matnul Ajurrumiyya, Sheikh Ibn Uthaymeen kakisomesha kwa sauti. Mimi nilianza kukipata kwa sauti kabla sijaona kitabu chenyewe. Sasa sijajua, wallahu aalam, labda kilichapishwa zamani kikatoweka, lakini sauti ilikuwa tunasikiza sauti tu. Alfiya, sharhi yake, sharhi Alfiya bin Malik ya Ibn Uthaymeen, tumesikiliza kwa muda mrefu kwa sauti, hatujaona kitabu. Lakini wanafunzi wake waliokuja baadaye au nadhani katika wakati wake, sikumbuki kilichapishwa lini, alishafariki baada ya kufariki au kabla, lakini katengenezwa kikawa ni kitabu. Hiki kitabu ni cha Sheikh Ibn Uthaymeen. Tumeelewana? Sasa kuna watu wana ghera hizo, yale masomo yanayosomeshwa na zile tarjuma zinazozifanya, mfano kama tarjuma ya Qur'ani iliyosomesha Ramadhani, tafsiri ya Qur'ani surati Yusuf, na siku nyingine isiyokuwa Ramadhani, ile ni tafsiri ninayotumia pale, ni tafsiri niliyoiandika tayari ambayo bado ndo iko katika kuipitia na kuisahihisha. Sasa wewe ukiichukua alafu ukiifanya ni yako, utakuwa umeniibia. Ule ni wizi. Vinginevyo useme ni yangu mimi, na mimi haiwezi kuwa ni yangu kama mimi mwenyewe sijaipitia nikakubali kwamba basi itoke hivi. Najua watu wengi hawajui mambo hayo. Kuna kitu katika ilmu ya hadithi na katika mambo ya ilmu na uhakiki wa ilmu inaitwa sariqa, wizi. Kuna wizi. Sasa hiyo pia iko katika jumla ya wizi. Sasa watu wengi hawajui hukumu hizo. Kwa watu wanajitahidi, wanaandika, lakini sasa ujue hicho unachokiandika ni cha yule aliyesomesha, sio chako. Weka tafiti chako. Umeelewa? Anazungumza tu katika sheria kwa sababu watu wengine hawaelewi sheria, na ndio maana utaona vitabu vya Ibn Uthaymeen vingi vimechapishwa, shuruhu za al-balagha, sharh al-balagha, ni sauti tu, lakini pale wanaandika Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, hivyo al-Sheikh Salih al-Sheikh na wengineo, al-Sheikh Ibn Baz sharhi yake kitabu at-Tauhid, sharhi yake hakuandika yeye kwa mkono wake, kasomesha watu, wakachukua kutoka kwenye sauti zake, wakahakiki, wakamfuata mwenyewe, basi ikaandikwa, ikaikuwa sawa, kitabu kimetoka cha Ibn Baz, sharhi ya Bulughul Maram na vitabu vingine. Mnaelewa? Eleweni hili jambo, ni muhimu sana. Ukibeba kitu kisichokuwa chako, huo ni wizi. Sasa katika ilmu pia kuna wizi huo upo. Sasa wengi hawajui hizo hukumu, ni maana nitanabaisha mapema ili watu walijue. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.